Okay, kwenye upande wa accountability, si ndio? Ndio. Umesema kwamba lazima mtu atafute kwamba someone ambaye anakuwa accountable kwenye kuacha tabia fulani. Sasa kama unavyojua, kwa mfano mtu sasa anakuwa let's say ana ile consistency let's say ya kufanya mazoezi na hana rafiki ambaye anafanya mazoezi. Je, huyu mtu unaweza kumsaidiaje? Sasa kwenye upande huo haimaanishi kwamba accountability partner au anafanya unachokifanya. Accountability partner ni yule tu ambaye atawatch tabia zako na kuhukumu kwa nini hujafanya kitu fulani. Au kama vipi unaweza, kuna njia moja alitoa James Clear. Kuna njia moja inaitwa habit contract. Yaani unatengeneza kama mkataba kwamba una mtu kama accountability partner, unamwambia kwamba naingia kama mkataba fulani kwamba in case I don't do something I will give you something. Mfano unaweza ukatolea mfano, mfano wewe unataka ufanye mazoezi, si ndio? Au unataka mimi unasema kwamba mimi sinaga tabia ya kusave pesa, si ndio? Yes. Lakini kuanzia sasa hivi nitaanza kusave. Sasa wewe kila mwezi inabidi ni save 20,000. Nisipo save 20,000 inabidi wewe nikupe 15,000. And in case I don't save inabidi wewe nikupe 15,000. Yaani tayari umetengeneza contract. Unakuwa na mtu mwingine wa tatu aangalie ili awe shahidi kwamba in case mimi nisipo save 20,000 mwezi inabidi labda mke wangu nimpe 15,000. Okay. Kwa sababu sija save pesa. Kwa hiyo kumbe kuna umuhimu sana, ili ukitaka kuanza tabia nyingine ni lazima umtafute mtu wa pili ambaye atakuwa msimamizi wako kwa kuingia naye mkataba. Hiyo ndio itakuwa nzuri, hiyo nimeipenda. Hiyo itakuwa nzuri sana. Ndio. Sababu ukishaingia na mtu mkataba means that hata mindset inakuwa iko complicated, kwamba imeshajifunga kwamba hapa nisipofanya hiki kitu kuna kitu natakiwa nikilipe, nikiconsume. Umeshaona? Ndio. Hiyo kitu. Na kwenye hiyo njia tunasema ni kama you make your goals public and you provide painful punishment for yourself. Yaani kwamba unajipa adhabu ambayo itakuforce wewe kufanya. Yaani inakuforce kuwa disciplined kufanya kitu ambacho unataka kukifanya. Okay. Ndio. Hiyo tuigeuzie upande wa shule hiyo kitu, si ndio? Ndio. So ina muhimu, kwa mfano let's say nataka ni perform, let's say nataka nipate average ya kuanzia upper second class. Sasa uwezo unakopo sina, lakini kumtafuta mtu wa tatu ambaye atakuwa accountable kwenye mazingira ya kusoma, ambaye aniangalie afu yeye asome, hapo imekaje? Sasa kwa upande huo haimaanishi kwamba yeye atasoma. Ila ni kwamba wewe ndio unayetaka ufikie kitu fulani. Kwa hiyo wewe unapotaka ufikie kitu fulani, wewe ndio umeamua kutafuta mtu ambaye atakusukuma, atakupush ili ufikie kitu unachokitaka. Kwa hiyo yeye inaweza kuwa hajaweka hata hayo malengo. Yeye ana malengo yake tu ya kawaida. Lakini wewe una malengo makubwa. Umeona ili niweze kuyafikie, inabidi nitafute mtu ambaye atanifanya niyafikie, atanimotivate, atakuwa ananipush. In case sitaki kufanya, nitalazimika kufanya kwa sababu najua kuna kitu fulani, kuna mtu fulani nitamuonea aibu, au kuna mtu fulani atanionaje. Unaona? Yaani ni accountability partner. Okay. Anakufanya kuna muhimu sana wa kubadilishana password za sera tu na mtu fulani ili tu awe anakumotivate kwamba dogo hapo unazingua dogo. Hiyo nimeipenda hiyo. Na inaweza ukaweka hata